Karibu kwenye channel yangu ya YouTube na Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho yangu. Kumbuka ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe. Ukisubscribe, basi mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata na maisha yako yatabaki jinsi yalivyokuwa katika jina la Yesu. Lakini kama unabarikiwa na mafundisho haya, usisahau kuwashirikisha marafiki zako, usisahau kuwashirikisha wale ambao unawapenda. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Leo tutajifunza kichwa jumbe linasema kwamba mtakatifu na azidi kutakaswa. Mtakatifu na azidi kutakaswa. Mtakatifu na azidi kutakaswa. Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya. Mafundisho yakafanyike msaada kwako, yakafanyike baraka kwako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jina lenye uweza. Amen. Mtakatifu na azidi kutakaswa. Mtakatifu na azidi kutakaswa. Mtumishi wa Mungu mmoja alisema kwamba eneo la kujiboresha, the room for improvement, haijawahi jaa. Chumba kwa ajili ya kujiboresha, kujifanya uwe mzuri zaidi, hakijawahi jaa. The room for improvement is always there. Is always there. Hakuna namna ambapo ikafika wakati kwamba ukasema kwamba nimekwisha kufika. Nimekwisha kufika. Sasa mtakatifu na azidi kutakaswa. Maana kama wewe ni mtakatifu, hutakiwi tena kuanza kujichafua. Hutakiwi tena kuanza kurudi nyuma. Mtakatifu unatoka uzidi kutakaswa. Uzidi kutafuta utakatifu. Uzidi kuchuchumulia utakatifu. Maandiko yanasema kwamba utaua pamoja na kuridhika vina thawabu kubwa. Utaua pamoja na kuridhika. Utaua ni utakatifu. Utaua ni utakatifu. Wewe kama ulikwisha mpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, endelea kutunza utakatifu. Endelea kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Mtakatifu na azidi kutakaswa. Mtakatifu na azidi kutakaswa. Usikubali kurudi nyuma. Usikubali kujichafua tena. Usikubali kuenenda katika machukizo ya dunia hii. Wewe ni mtakatifu, zidi kutakaswa. Endelea kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Endelea kumtafuta Mungu aliye hai. Endelea kujitakasa. Endelea kuishi maisha ambayo yanamlingana Mungu. Mtakatifu na azidi kutakaswa. Tunaposoma kwenye Ufunuo 22:11, maandiko yanasema mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu. Mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu. Mwenye haki na azidi kutenda haki. Na azidi kutenda haki. Na mtakatifu azidi kutakaswa. Azidi kutakaswa. Kwa Roho Mtakatifu alikuwa anajaribu kuzungumza na makundi ya watu mbalimbali, hali walionayo kwa wakati huo, kwamba kama wewe ni unadhulumu, zidi kudhulumu. Kama wewe ni mchafu, na uzidi kuwa mchafu, ili hukumu yako ije kuwa ya haki. Lakini pia kama wewe ni mtakatifu, na uzidi kujitakasa, uzidi kutakaswa, maana uzidi kuwa mtakatifu zaidi. Sasa sipendi kuzungumzia sana hali hizo ambazo ni mbaya, kuzidi kuwa mbaya zaidi. Mungu anachotaka kila mtu awe mzuri zaidi. Hata wewe mwenye kudhulumu, amua leo kumpokea Yesu au Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili na wewe uwe mtakatifu. Ili na wewe uwe mtakatifu. Ili na wewe uwe mtakatifu. Kama wewe ni mchafu, mkubali Yesu leo ili akusafishe. Uwe mweupe kama theluji. Mkubali Yesu ili afungue ukurasa mpya wa maisha yako. Usikubali kuendelea kuwa mchafu. Usikubali kuendelea kudhulumu. Mpokee Yesu leo. Mpokee Yesu leo ili uhesabiwe haki. Kumbuka tuhesabiwe haki kwa matendo ya sheria. Tunahesabiwa haki kwa kumwamini Yesu Kristo. Tunahesabiwa haki kwa kumwamini Yesu Kristo. Tunapomwamini Yesu Kristo, tunapompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, yeye anatusafisha, yeye anatuosha. Na ndio maana unaposoma kwenye Zaburi ya 51,
Yale ni maombi ambayo ilikuwa naomba kwenye Zaburi kwamba unitakase, unioshe kwa damu, unioshe. Ukimkubali Yesu, haijalishi wewe ni mchafu kiasi gani, damu ya Yesu itakusafisha na kufanya kuwa mweupe kama theluji. Kama theluji. Usikubali kuendelea kudhulumu. Usikubali kuzidi kuwa mchafu. Mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na wewe kama wewe ambaye ni mtakatifu, zidi kutakaswa. Zidi kutakaswa. Usikubali kujichafua. Usikubali kuanza kuishi maisha ya dhambi. Jinsi ambavyo ulichompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ulikwisha fanyika mtakatifu. Zidi kutakaswa. Sasa tunazidije kutakaswa? Ni kuendelea kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Ni kuendelea kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Maandiko yanasema jinsi ambavyo tunazidi kukaa kwenye uwepo wa Mungu, na ndivyo damu ya Yesu inaendelea kututakasa kila siku. Damu ya Yesu inaendelea kututakasa kila siku. Damu ya Yesu inaendelea kutuosha kila siku. Endelea kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Unapoendelea kukaa kwenye uwepo wa Mungu, damu ya Yesu inaendelea kukutakasa. Damu ya Yesu inaendelea kukutakasa. Usikubali kuondoka kwenye uwepo wa Mungu. Usikubali kuondoka kwenye uwepo wa Mungu. Lakini pia neno la Mungu linatutakasa. Neno la Mungu linatutakasa. Maandiko yanasema kwenye Yohana 17:17 kwamba watakase na ile kweli. Neno lako ndio kweli. Tunaposoma na kutafakari neno la Mungu, tunaposoma na kutafakari neno la Mungu, neno la Mungu linatutakasa. Neno la Mungu linatufanya upya. Yamkini kulikuwa na kitu ambacho hakijakaa sawa kwenye maisha yetu. Tunaposoma neno la Mungu na kutafakari na kuendelea kuliishi neno la Mungu, neno la Mungu linaendelea kututakasa. Neno la Mungu linaendelea kutufanya wapya zaidi siku kwa siku. Na ndio maana maandiko yanasema na sisi kama kioo. Neno la Mungu ni kioo. Jinsi unavyosoma na kutafakari neno la Mungu, unaanza kufanana na kile ambacho kimeandikwa kwenye neno la Mungu. Mwenye mtakatifu na azidi kutakaswa. Usikubali kuondoka kwenye uwepo wa Mungu. Kama wewe ni mtakatifu, zidi kuishi maisha ya utaua. Endelea kuishi maisha matakatifu. Endelea kujitakasa. Usikubali kurudi nyuma. Usikubali kujichafua. Maandiko yanasema kwamba utaua pamoja na kuridhika vina faida kubwa. Vina faida kubwa. Lakini pia tunaposoma kwenye Waebrania kwanza, tafuteni. Kwenye Waebrania yanasema kwamba tafuteni kuwa na amani na watu wote. Tafuteni kuwa na amani na watu wote. Na huo utakatifu ambao hapana atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Mwenye kujitakasa na azidi kujitakasa. Mtakatifu na azidi kutakaswa. Namna gani huyu mtakatifu atazidi kutakaswa? Kwa kuendelea kukaa kwenye uwepo wa Mungu, kwa kuendelea kusoma neno la Mungu na kulitafakari neno la Mungu, kwa kuendelea kuliishi neno la Mungu. Yohana 17:17 watakase na ile kweli, neno lako ndio kweli. Neno la Mungu tunaposoma na kulitakasa na kulitafakari, linatusafisha, linatutakasa, linatufanya wapya kila siku. Unapoenda kwenye ibada na ukasikia neno la Mungu na kuchukua hatua, neno la Mungu linakutakasa. Neno la Mungu linakufanya unakuwa mzuri zaidi. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Yamkini ulikuwa ni mtu mwenye dhuluma. Yamkini ulikuwa ni mtu ambaye ni mchafu. Na umesikia mafundisho hayo, unataka kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kumbuka, pamoja na kuwa maandiko yanasema kwamba mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, usikubali kuendelea kudhulumu. Pamoja na kuwa maandiko yanasema kwamba mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, usikubali kuendelea kuwa mchafu. Mkubali Yesu leo akusafishe, akuoshe, afungue kurasa mpya maisha yako. Mkubali Yesu leo ili uhesabiwe haki. Na kama uko tayari kumkubali Yesu sasa hivi, fuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Nami nachukua hatua sasa na kupokea wewe sasa uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninatambua kwamba nimekukosea kwenye maeneo mengi. Nimekukosea kwa kuwaza kwangu, nimekukosea kwa kunena kwangu na kwa kutenda kwangu. Samehe maovu yangu yote. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu na andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ninaamini ndani ya moyo wangu ya kwamba ulikufa kwa kufufuka ili kuniokoa. Na nakiri kwa kinywa changu ya kwamba nimeokoka.
uzima wa milele upo ndani yangu. Ya kale yamepita, kila kitu kimekuwa kipya. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Asante Bwana Yesu kwa kunifanya kwa kiumbe kipya. Amen. Kama umefuatisha maneno hayo kwa imani, wewe tayari umekwisha kuokoka, umekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita na kila kitu kimekuwa kipya. Tafuta kanisa ambalo linafundisha mambo ya kiroho ili uweze kukulia wokovu. Mungu akubariki na Mungu aendelee kukuinua, na hongera sana kwa kuchukua maamuzi hayo muhimu. Kumbuka kule mbinguni ni sherehe. Mungu hapendi upotee. Mungu anataka kila mtu aifikirie toba. Mungu akubariki na neema Mungu akusonga mbele na wokovu iwe juu yako katika jina la Yesu. Amen.